Wapenzi watazamaji, leo nimewaletea kisa kimoja hatari sana, kisa cha majini hatari. Hayo majini bwana yaliingia kwenye kijiji yakiwa na lengo ya kutafuta ufunguo. Kisa chetu kinaanzia pale ambapo kijana mmoja alikuwa anakimbizwa na wananchi wenye hasira kali sana baada ya kuwa amekwapua mali za watu. Basi yule kijana alianza kukimbia kuelekea msituni akiwa na spidi kali sana, huku nyuma akiwa anafukuzwa na wale raia wenye hasira. Akaenda kujificha mpaka kwenye kichaka kimoja ili asiweze kuonekana, lakini kwa bahati mbaya sana akiwa pale kichakani, wale raia waliweza kumshtukia na kuanza tena kumtoa mbio kabisa haraka na kuanza kumfukuza kwa nyuma, huko akiwa amebeba silaha za aina mbalimbali. Baada ya kuwa amekimbia kwa muda mrefu sana, yule kijana alijikuta amechoka sana, mwili ukakosa nguvu, mwisho akajikuta ameanguka chini, akashindwa kuendelea na safari yake ya kuokoa maisha yake. Hakika mbio za sakafuni huishia ukingoni. Basi wale vijana wenye hasira kali walimfikia yule mwizi na kuanza kumzunguka, wakampa maneno makali sana kwamba siku za mwizi ni 40 na tabia ya mwizi sio nzuri katika jamii. Hivyo basi wakamzunguka na kutaka kwanza kumdhuru. Ghafla wakatokea vijana watatu ambao walikuwa hawaeleweki wametokea wapi, na kuweza kuwazuia wale wananchi wenye hasira kali wasiweze kumdhuru yule kijana wala kumuua. Wakaanza kuambia kwamba haiwezekani wamuue yule kijana bila kuwa na ushahidi na ni kosa kujichukulia sheria mkononi. Bila kujua, wale wananchi walianza kuwatukana wale wageni bila kuwajua wametokea wapi. Ghafla wale wageni walianza kubadilika na kuanza kutoa moto kwenye mikono yao na macho yao, kisha wakamwingizia yule mwizi. Yule mwizi akabadilika na kuwa kiumbe cha kutisha sana chenye macho meusi ti. Basi wale wananchi bila kujua walitaka kuendelea kumshambulia kijana. Ghafla ikatokea radi kubwa sana na tetemeko la ardhi lililoambatana na giza kubwa sana lililotanda katika eneo lile. Basi wale wananchi wakajikuta wote wamezimia na kupoteza fahamu. Kisha yale majini yakaruka mfiu kwenda kuwafuata moja kwa moja pale alipokuwa amelala, akiwa amebaki mmoja tu ambaye alikuwa anashambuliwa, akiwa yeye fahamu anazo za kutosha kabisa yani. Basi yale majini yakaanza kujadiliana namna gani ya kuweza kuwafanya wale wananchi wenye hasira kali. Kwa kuhofia kugundulika, basi wale majini wakashauriana kwamba wawafute kumbukumbu zote wale wananchi wenye hasira kali ili wasije wakagundua haraka sana kwamba wao ni majini kabla hajatimiza lengo lao lililowaleta hapa duniani. Basi wakaanza kumfuta moja baada ya mwingine kumbukumbu zote. Basi hayo majini, jini Sharman na jini Mahatu ambao ndio walikuwa wamebakia, yakaendelea kuwatoa kumbukumbu wale wananchi wenye hasira kali ili kuwapoteza kabisa wasiweze kukumbuka chochote, kisha akaanza kuondoka. Basi katika kuondoka, bahati mbaya yule kijana ambaye alikuwa anataka kuuawa kama mwizi aliweza kuyaona na kuyagundua. Baada ya kuona anataka kugundulika, yale majini yalitoka mbio kabisa kaingia ndani ya mti. Yule kijana akaanza kushangaa, lakini akaamua kukimbia na kuondoka kabisa katika hilo eneo. Kwa na kijana mmoja anaitwa Kauzu alikuwa akiendelea zake kuota moto katika huo usiku. Kijana huyu alikuwa yuko peke yake akiwa hana mke wala mtoto. Basi maisha alikuwa kiubachela tu, akiendelea kutafakari na kutafakuri jinsi maisha yalivyo magumu na jinsi atakavyoweza kupambana na huu ugumu wa maisha. Kwa kweli maisha ya upweke huwa yanaumiza na kuchosha. Ghafla mara katokea kijana. Ule kijana alikuwa na sura ya mbuzi kweli kweli. Akaanza kumkolomea na kumtisha, akaambia, sasa ulijua mimi nilikufa, kumbe mimi bado niko hai na nimekuja kulipiza kisasi. Nikirudi tena nitakuja kuitoa roho yako. Mimi naondoka. Basi ule kijana akaamua kuondoka na kumwacha Kauzu akiwa katika hali ya hofu na taharuki kubwa sana. Basi baada ya kuondoka ule kijana, ulikuwa ni usiku mgumu sana kwa kijana Kauzu. Alibaki na hofu kubwa sana, wasiwasi. Maana huko kipindi cha nyuma walimfanyia vitendo vibaya sana vya ukatili huyo kijana aliyeondoka ambaye alikuwa anaitwa DK. Kauzu na wenzake walimpiga na kumnyang'anya vitu vyake vyote wakimtuhumu kwa wizi. Wakampiga sana kiasi kwamba wakadhani amekufa. Hawakuishia hapo, pia walichoma na nyumba yake yote na kuiteketeza kabisa, ikiwemo mali zake zote zilizokuwa zimesalia. Kule kwenye upande wa majini, yale majini baada ya kuwa ametoka kwenye mti, yalienda kukaa kwenye kichuguu na kuanza kutafakari namna kufanya pale kwenye kile kijiji ili kuweza kuanza harakati zao za kutafuta ule ufunguo kuzimu uliokwisha potea. Basi walianza kujadiliana sana nini wafanye. Maana wao walikuwa ni wageni katika hicho kijiji, hawakuwa wanajua kwamba waanzie wapi wala waweze kuishia wapi.
Basi baada ya majadiliano hapa na pale, jini mmoja alikuwa na uwezo mkubwa sana wa maono ya kuweza kuona mbali zaidi ya mwenzake. Basi wakaamua kushauriana kwamba atumie nguvu zake alizonazo kutazama mbele na kutafuta njia ili waweze kuendelea kupata ufunguo na kurudisha katika imani yao. Basi jini Shalman alianza kuweka maono yake na kutazama kwa mbali kuona nini kinachotokea huko mbele. Lakini kadri alivyokuwa anatazama mbele, alikuwa anaona giza kubwa sana lilikuwa limetanda na hakuna kitu chote ambacho kilikuwa kinaonekana zaidi ya giza nene na radi za kutisha sana. Basi aliendelea kutazama kwa kutumia yale maono ya macho yake na uwezo mkubwa wa kijini aliyokuwa nao, lakini bado hakuweza kuona chochote kule mbele. Alishtuka sana na kushangaa, akajaribu tena kutazama, lakini kadri alivyozidi kutazama huko mbele, bado alizidi kuona giza nene kubwa sana liko limetanda kila mahali, pamoja na radi za hapa na pale zikipiga kufanya asiweze kuona chochote kule mbele. Baada ya kushindwa kuona chochote, jini Shalman alikaa na mwenzake tena, wakaanza kujadiliana wafanye nini ili waweze kuona ufunguo wa kuzimu, na wafanyeje ili waweze kuona njia ya kuwapeleka katika huo ufunguo wa kuzimu. Basi jini mwenzake akaanza kumwambia, bwana, naomba ujitahidi, jaribu kwa mara ya mwisho tena, chunguza kwa umakini ili uweze kuona mbele. Jini Shalman ikabidi tena aanze kujaribu kwa mara nyingine tena ili aweze kuona huko mbele kuna nini. Safari hii alishuhudia hali ya kutisha zaidi. Radi kubwa na za hatari zilikuwa zikipiga, giza nene la hatari na la kutisha, pamoja na miungurumo na matetemeko ya hali ya juu. Kisha vitu vizito vikawa vinalipuka kwa milipuko mikubwa sana. Akashindwa kabisa kuona kitu chochote kinachoendelea mbele. Kijana Kauzu alikuwa yeye akiendelea kutengeneza bafu lake, mara akaja binti mrembo, binti mzuri kabisa, akaja kuazima shoka lake ili akakatie kuni msituni. Basi Kauzu akaacha ile shughuli yake ya kutengeneza bafu na kwenda kumchukulia shoka yule mrembo. Mara tu baada ya yule binti mrembo kuondoka, akaja tena kijana mwingine ambaye alikuwa anaitwa Kidinya, ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu kabisa na bwana Kauzu. Basi Kidinya akafika pale na kuanza kuomba naye shoka. Kule kwa majini, yule jini Shalman baada ya kuwa ametumia nguvu nyingi sana kutazama mbele na kushindwa kuona chochote, basi nguvu zilimwishia nyingi sana, mwisho akazimia na kupoteza fahamu kabisa. Basi jini mwenzake alibaki katika hali ya taharuki na oga mkubwa sana. Ikabidi muongezee nguvu ili kumzindua, angalau apate nguvu kidogo zitakazomfanya waweze kuendelea na safari yao ya kutafuta ufunguo wa kuzimu. Yes, baada ya kumongezea nguvu sasa, ilibidi wakae chini na kuanza kutafakari tena njia nyingine ya kufanya ili waweze kupata huo ufunguo wa kuzimu. Walikaa wakatafakari na kujadili kwa kina zaidi wafanyeje baada ya kuwa njia ya kwanza kutafuta njia kwa njia ya maono kushindikana. Basi walikaa wakatafakari, mwisho kabisa wakakosa namna ya kufanya. Baada hapo muda sio mrefu akaja kijana mmoja, yule kijana ambaye walimsaidia siku ile alipotaka kuoa na raia wenye hasira kali. Kijana Kalima alifika pale na kuanza kuongea na wale majini bila kujua. Basi wale majini wakamuomba msaada kijana Kalima, wakamwambia kwamba mwenzao yuko hoi, anaumwa na wao hawana pa kwenda na ni wageni katika kijiji, kwa hiyo wanaomba hifadhi na msaada kwa ule kijana Kalima. Basi kijana Kalima kwa kutambua wema aliotendewa hapo awali, naye akaona ni muda wa kulipa fadhila. Basi wakamuinua kijana Shalman na kuanza kumpeleka nyumbani kwa kijana Kalima kwa ajili ya kumsaidia, bila kujua kwamba anapeleka majini hatari sana ambao wamekuja katika kijiji kwa ajili ya kutafuta funguo, pengine na kuleta maangamizi makubwa sana kwa wananchi. Kule kijana Kidinya baada ya kusikia kwamba shoka limeshaazimwa, basi hakuwa na la zaidi isipokuwa tu ni kuaga na kuondoka na kuahidi kurudi tena siku nyingine kwa ajili ya kuazima. Basi waliagana kwa furaha na bashasha kubwa sana. Baada ya mwendo wa masaa machache, kijana Kalima walifanikiwa kufika nyumbani kwake na wale majini. Basi wakakaa na kuanza kupiga story. Basi baada ya mazungumzo hapa na pale, kijana Kalima akamuita dada yake ambaye alikuwa anaitwa Rozi na kuweza kumtambulisha kwa wale vijana. Wale majini walifurahi sana na kushukuru, kisha yule dada Rozi akaingia ndani. Basi wakapiga stories hapa na pale kati ya wale majini pamoja na kijana Kalima. Stories zilinoga kweli kweli. Akajaribu kuwauliza, mbona siku zenu mnayeyuka? Wao wakasema hapana, sisi bwana tunadili na masuala mazingaombwe, sisi ni binadamu wa kawaida kabisa wala sio majini. Basi kijana Kalima kalizika kabisa, akaona kweli hawa ni binadamu wa kawaida wala sio majini wala kutisha. Basi akaambia ngoja mimi niingie ndani, basi nyie endeleeni kukakaa mpige story nikaangalia hata chakula cha kuweza kuwapa. Walipobaki peke yao wakashauriana kwamba bora muite na mwenzao waongezeke ili aje kumongezea nguvu jini Shalman. Basi wakamuita mwenzao, akatokea ghafla sana. Basi yule mwenzao alivyotokea akasogea karibu, akasalimia salamu yao ya kikwao ya kijini, kisha akaanza kumwangalia yule kijana Shalman
jini mwenzao ili aone namna gani ya kuweza kumongezea nguvu na kumponya madhaifu aliyokuwa nayo baada ya kuwa amepoteza nguvu nyingi sana katika kuangalia taswira ya njia yao. Baada ya kufika, jini Salimu alianza kuwapa pole na kuambia kwamba kule Malkia anasubiri sana wao ufunguo kwa hamu kubwa sana, kwa hiyo wajitahidi waweze kupata. Kijana Kauzu alikuwa akitengeneza zake jembe ili aweze kwenda shambani kwa ajili ya kilimo. Mara akatokea ule binti aliyekuja kuazima shoka, akalirudisha ile shoka lake. Basi kijana Kauzu alifurahi sana baada ya kupata ile shoka lake kutoka ule binti mrembo. Basi akamsifia hapa na pale kwa uzuri wake na urembo wake, kwamba ule binti ni mzuri sana, ni mrembo sana, lakini kwa nini anaenda shambani kulima? Basi ule binti akacheka sana na kusema maisha bila kulima bwana hawezi kuwa maisha, kwa sababu maisha ya kijini yanategemea kilimo bila kujali kwamba ukoje. Basi kijana Kauzu akamtazama ule binti kwa matamanio makubwa sana kwa uzuri wake, kabaki akitabasamu na kujilama akisema kwa kweli ule binti Mungu amembariki na amebarikiwa sana kwa uzuri wake. Jini Salimu aliendelea kuambia wenzake kwamba ule ufunguo ni wa muhimu sana, yaani kupotea katika himaya yao ni hasara kubwa sana na maadui wanaweza kuwavamia na kuwaua. Lakini pia ule ufunguo ni muhimu kwa sababu wanaweza kuitawala dunia. Hivyo wafanye kila linalowezekana ule ufunguo uweze kupatikana. Awasimulia majini wenzake, jini Namashkal na jini Shalman, kwamba afanye kila linalowezekana uweze kupatikana. Hivyo basi akaamua kumponya kabisa jini Shalman na kuweza kumwekea nguvu kubwa sana na nguvu za ajabu. Basi pale ghafla jini Shalman akapata nguvu kubwa sana katika mwili wake na kuweza kunyanyuka. Baada ya kuwa amepata nguvu, basi alinyanyuka taratibu na kuketi kitako. Wakaanza kuzungumza huku wakijadiliana namna gani ya kuweza kupata ufunguo wa kuzimu na kurudisha katika himaya yao ya majini iliyokuwa inaongozwa na Malkia. Jini Salimu aliendelea kuwasisitiza kwamba wanatakiwa wajitahidi sana wautafute kwa haraka sana wao ufunguo ili uweze kupatikana. Kwa upande wa Kauzu, aliamka kwenda kuliangalia shoka lake mahali alipoliweka, lakini cha kushangaza hakuweza kuliona. Aliangalia huku na huku, hakuweza kuliona shoka lake. Akaenda nje akatafuta, hakuweza kuliona. Akakaa akajiuliza, hivi nani atakuwa amelichukua ile shoka? Hakupata majibu ya haraka kwa sababu alikuwa pale nyumbani yuko peke yake. Na ile shoka yule binti alikuwa ameshalirudisha, naye akaenda kulitunza mahali. Lakini cha kushangaza hakuweza kuliona. Akajiuliza, hivi nani atakuwa amekuja kulichukua shoka? Au ni yule rafiki yake aliyekuja? Lakini hapana. Mbona limepotea kwa muda mfupi sana? Hapa kutakuwa na namna. Haiwezekani shoka niliweke ndani baada ya kuwa limerudishwa muda mfupi tu, lakini sasa hivi silioni. Nani atakuwa amelichukua shoka langu bila kuniomba? Lakini mbona hakuna mtu yote aliyepiga hodi kuni? Alibaki kapigwa na taharuki bila kuelewa nini cha kufanya. Akabaki amechanganyikiwa kabisa yani. Baada ya kushauriana kwa muda mrefu, ndipo jini Shankar alipoamua kuaga wenzake kurudi ujinini kwenda kutoa ripoti kwa Malkia. Kauzu naye aliendelea kuwaza na kuwazua mahali ambapo shoka lake itakuwa limeenda, lakini hakupata majibu. Akajaribu kuangalia tena huku na huku, lakini haikuwezekana kuliona. Basi alikata shauri, akafunga mlango wake na kuelekea shambani kwenda kufanya kazi vivyo hivyo bila kujali kazi ataifanya vipi bila kuwa na shoka lake hilo. Hapa katika eneo hili kulikuwa na raia wakiwa wamejikusanya wakishangaa maiti ya kijana mmoja ambaye alionekana ameuawa katika mazingira ya kutatanisha. Kila mmoja alibaki akiwa amepigwa na bumbuazi, akijiuliza hivi ni binadamu gani mwenye roho mbaya kiasi hicho ambaye ametekeza mauaji hayo ya kinyama na kutisha katika huo mtaa. Watu walizidi kuongezeka kuja kushuhudia unyama huo wa kutisha bila kujua nini cha kufanya. Dunia hii imejaa watu wenye chuki, wivu, husda na roho mbaya sana. Ndio maana tunatakiwa kuishi nao kwa akili mno. Fikiria binadamu na mtoa roho binadamu mwenzako kwa sababu za tamaa, wivu, chuki au sababu unazozijua wewe. Kwa kweli binadamu wakuogopa sana kuliko hata mnyama. Ndio maana hata kama unakuwa unatembea, basi ni bora ukakutana na mnyama kuliko kukutana na binadamu. Binadamu ana roho mbaya sana. Yaani kumuua binadamu mwenzake anaona ni kitu cha kawaida kabisa yani. Bora hata mnyama wa mwitu kuliko kukutana na binadamu. Ndivyo maisha yalivyo na ndivyo binadamu tulivyo. Unaweza kukuta mtu hata hajakosea anakuja kukufanyia kitu kibaya sana au kitu cha kinyama. Basi wakati Kauzu akiwa anaelekea shambani kwake, alifanikiwa kupita katika ule mtaa na kushuhudia watu wakiwa wamejikusanya kabisa wakishuhudia maiti ambayo ilikuwa imetelekezwa katika mtaa huo. Kauzu alisogea na kuanza kutazama hiyo maiti. Mara alishtuka sana, tena kwa mshtuko wa hali ya juu, baada ya kugundua kwamba kumbe ile maiti ilikuwa ni rafiki yake kipenzi sana aliyekuwa anaitwa Juma. Basi Kauzu alichanganyikiwa sana na kuuliza, jamani hapa kuna nini? Nani aliyefanya mauaji haya kutisha au rafiki yangu kipenzi?
huyu rafiki yangu namfahamu kabisa kabisa yani. Basi Kauzu alibaki ameshika kichwa asielewe nini cha kufanya. Maana yule rafiki yake walikuwa naye muda so mrefu sana. Walikuwa ni marafiki waliokuwa wameshibana sana. Basi akashika kichwa na kuchanganyikiwa. Akaanza kujiuliza, hivi mbona haya mauaji yametokea ghafla? Na nani ametekeza haya mauaji? Ikabidi aondoke kwa hofu kubwa sana. Akaondoka haraka na kuelekea nyumbani, huku akiwa na hofu kwamba inawezekana ni Dike alikuwa amesababisha yale mauaji, yule alimpa vitisho usiku wa jana yake. Alitembea kwa hofu na wasiwasi mkubwa sana, huku akiwa anajiuliza nini afanye. Mara tu baada ya kufika nyumbani, alishtuka zaidi baada ya kukuta shoka lake lililokuwa limepotea likiwa nje, huku likuwa limetapakaa damu. Hakujua afanye nini, alibaki akiwa anapigwa na butwaa. Basi wale majini leo walikuwa akitembea katika kile kijiji, huku akiwa na tafakuri na kujadili jinsi gani waanze kutafuta ule ufunguo wa kuzimu. Ghafla kilitokea kiumbe cha kutisha sana mithili ya sokwe na kuanza kunguruma kutaka kuwadhuru wale majini. Basi wale majini walijitahidi sana kuweza kupambana na hicho kiumbe, lakini kila kijitumwa wapi, kile kiumbe kilionekana kina nguvu za kutisha sana. Basi wale majini wakajaribu tena na tena kupambana na kile kiumbe, lakini kile kiumbe kilionekana kina nguvu kubwa sana. Basi kitaka kuwapandika, lakini wale majini wakaona hapana, isiwe tabu, wakaanza mbio kukimbia kile kiumbe cha kutisha. Basi kile kiumbe nacho kikaanza kuwafukuza na kuanza kuwakimbiza kwa lengo la kuwadhuru kabisa, ni kuwatokomeze. Wakajaribu kukimbia, wakakimbia hapa na pale, kaenda kujificha kwenye miti, lakini wapi, kile kiumbe kaanza kuandama. Kikawa na hasira kali sana kuweza kuangamiza wale majini. Basi wale majini wakakimbia, kile kiumbe kawafukuza mbio mpaka kwenye kichaka kabisa ndani ya msitu. Basi wale majini wakakimbia, wakaingia ndani kabisa ya huo msitu kumkwepa huyo kiumbe wa kutisha. Basi hali ilikuwa ya kutisha sana. Kulikuwa na binti mmoja alikuwa anaitwa Mary. Yeye na mdogo wake walikuwa wametoka polini kabisa kuchanja kuni. Basi katika huo msitu kulikuwa na viumbe wa kutisha sana, wakiwemo nyoka wenye sumu kali. Basi kijana Peter katika kutembea kwake akiwa mwancha nyuma dada yake, alikuwa anatembea bila kujua kwamba katika huo msitu kulikuwa na viumbe wa kutisha kama nyoka. Basi nyoka huyo mwenye sumu kali alifanikiwa kumuona Peter. Basi yule nyoka katika hali ya kustajabisha na kutisha alianza kumfukuzia yule kijana Peter kwa kasi ya ajabu sana. Yule nyoka aliendelea kukimbia kwa kasi sana kumfuata Peter. Alipofikia kamua kwenye mguu, kijana Peter maskini akaanguka chini kwa maumivu makali, kwa kilia kwa sauti kubwa sana. Dada yake aliposikia sauti ya kilio kikubwa, alitupa kuni chini na kuanza kukimbia kumfuata mdogo wake kwenda kuangalia nini ambacho kimemsibu. Basi mara baada ya kufika pale, alimkuta mdogo wake akiwa anagagaa kwa maumivu makali sana, huku yule nyoka akiwa ameshaondoka. Basi dada mtu alibaki kuchanganyikiwa sana na kupiga kelele za kuomba msaada, lakini kwa sababu alikuwa peke yao katika ule msitu, hakuna mtu yote ambaye alijitokeza kuwasaidia. Baada ya kumkagua, ndipo akagundua kwamba mdogo wake amemng'atwa na nyoka. Kauzu naye aliendelea kujiuliza maswali mengi sana kuhusiana na lile shoka na zile damu ambazo zilikuwa zimetapakaa kwenye lile shoka. Akalihusianisha na yale mauaji yaliyotokea kwa rafiki yake. Mwisho akawa na hofu kubwa sana na wasiwasi mwingi kwamba inawezekana kabisa ile shoka litakuwa limehusika na yale mauaji ya rafiki yake. Lakini je, ni nani ambaye amelitumia hilo shoka katika kufanya mauaji, na amelichukuaje, na kwa nini amelitafuta na hakuweza kuliona? Basi bwana Kauzu akaogopa sana, akaanza kukimbia huko na huko na kuangalia kama kuna mtu anayemtazama. Kule polini lile dubwana likitaka kuhakikisha kabisa linawaangamiza, na wao wakawa wameishiwa nguvu kabisa za kuweza kupambana nalo, maana hakuna nguvu yoyote iliyokuwa inaweza kulizuru hilo dubwana. Kauzu, hofu na mashaka vikiwa vimemtawala, aliendelea kuhangaika huku na kule, huku akitafuta jawabu nini afanye juu ya lile shoka ambalo lilikuwa limejaa damu. Wasiwasi ulimjaa sana, kwa sababu alihisi kwamba endapo mtu yote atagundua kwamba ile shoka limejaa damu, basi anaweza kuhusiwa moja kwa moja na mauaji yaliyotokea. Basi alizidi kuchanganyikiwa na kutazama lile shoka bila kujua nini cha kufanya. Kule nako kwa upande wa majini, baada ya kuwa amelikimbia ile dubwana, basi wakaanza kujadili na kutafakari. Wakajiuliza maswali, kwa nini nguvu zao zimeonekana hazifanyi kazi katika kile kijiji? Wakajaribu kuonyesha zile nguvu zao, lakini wakaona bado wanazo, ila katika ile dubwasha zilishindwa kufanya kazi. Basi wakagundua kwamba inawezekana ile dubwasha lina nguvu kubwa kuwazidi wao, na wakaona kwamba inawezekana kabisa kile kijiji kina ulinzi mkubwa sana unaoongozwa na hilo dude. Basi wakashauriana nini cha kufanya cha kuweza kukabiliana na hiyo hali. Kauzu naye baada ya kuwaza na kuwazoa kwa muda mrefu, akaona bora ni heri akalifukie kabisa hilo shoka ili siweze kuonekana mtu yoyote, naye wala asije akahusishwa na mauaji ya yule rafiki yake aliyefariki. Basi akaangaza huku na huku, akaingia ndani, akachukua jembe. Baada ya kumaliza kuchukua jembe, basi akanyata taratibu kabisa kwa ajili ya kwenda kuchimba shimo ya kuweza kulifukia lile shoka.
ili mtu yote asiweze kulijua. Jini Shalman na Jini Salim waliendelea kujadili nini wafanye sasa kuweza kukabiliana na hali ile katika kile kijiji juu ya lile dubwana la kutisha. Mwisho wakaamua kuwaita wenzao ili wawape ushauri na kuwaongezea nguvu za kuweza kupambana na lile dubwana. Kikao kizito chenye mikakati mikali kiliendelea kufanyika pale msituni baada ya kuwa wale majini wakusanyika. Kwa upande wa Kauzu, yeye aliendelea kabisa kuhangaika akijaribu kulifikia lile shoka ili kuficha ushahidi. Ama kweli kuwa uyaone, kwa hali ambayo alikuwa nao bwana Kauzu ilikuwa inatisha sana. Hofu, mashaka, wasiwasi vyote vilimtawala huku akiwa anaendelea kabisa kulifikia lile shoka. Basi alikuwa akitazama huku na huku mawazo mengi sana akiwa yameingia kichwani, yakiambatana na huzuni kubwa ya kumpoteza rafiki yake, lakini pia pamoja na wasiwasi wa kuweza kukamatwa na kuhusishwa na mauaji kwa sababu ya ile shoka lake kujaa damu. Kwa hiyo aliangalia huku na kuhakikisha kabisa usalama upo wa kutosha. Akanyanyua jembe lake na kuelekea nyumbani haraka sana, huku akiwa na tafakari aliyehusika na mauaji ya rafiki yake, na kisha kuleta shoka lilikuwa limejaa damu katika nyumba yake ili kuweza kumtia hatiani. Basi huku kwenye majini, yale majini yaliendelea na kikao kizito sana cha kujadiliana jinsi gani ya kuweza kumwepuka yule dubwana au kuweza kukabiliana naye kama inawezekana. Lakini baada ya kushauriana sana, ikaonekana yule dubwana alikuwa na nguvu kubwa sana ambazo wao hawawezi kupambana naye. Basi wakawa kujadili sana jinsi gani ya kuweza kumwepuka ili wasiweze kuhatarisha safari yao ya kutafuta ufunguo wa kuzimu. Walikaa kujadiliana, kisha mwenzao akaamua kuondoka kwanza kwenda kutoa ripoti kwa Malkia na kuacha wale majini watatu wakiendelea majadiliano juu ya kuweza kukabiliana na ule dubwana. Basi Jini Shalman akasema kwamba hapa bwana, natakiwa tuwe na nguvu za kutosha na tuwe makini sana kuweza kukabiliana na hii hali, la sivyo hali yetu ya kutafuta ufunguo itakuwa ngumu sana. Basi wakaendelea kujadiliana kwa hapa na pale, huku wakitaniana na kuweza kuona namna gani ya kuweza kuongeza nguvu kidogo za kuweza kujua mahali ambapo ule ufunguo wa kuzimu upo. Basi wale majini waliendelea kutafakari na kutafakuri juu mahali ambapo ufunguo wa kuzimu utakuwepo. Basi Jini Salim akasema ngoja aondoke akaongeze nguvu kwa ajili ya kuja kupambana. Akaondoka ghafla na kuacha wale majini mawili, Jini Salim na Jini Shalman, wakiwa bado wakiendelea kutafakari. Akasema bwana, inawezekana kabisa ufunguo hauko mbali na maeneo haya katika hiki kijiji. Ndio maana hiki kijiji kimefungwa na nguvu za kutisha sana. Basi tufanye kila inawezekana kuweza kupata hizo nguvu. Baadaye wakapata wazo kwamba mtu pekee ambaye anaweza kuwasaidia ni yule binti mdogo Rozi, yule kijana ambaye walimsaidia baada ya kutaka kuoa na wananchi wenye hasira kali. Basi wakapanga kwenda kumfuata na kumshawishi ili aweze kukubaliana nao. Walipofika walimkuta binti Rozi akiwa anajiandaa kutoka. Basi wakasalimiana naye. Baada ya kusalimiana naye, basi wakaanza kumweleza kwamba wanahitaji msaada kutoka kwake. Wakamweleza kwamba watampa kitu kizuri sana, watamsaidia katika mambo mengi endapo atakubaliana nao katika kutekeleza azma yao. Timeli aliendelea kumhudumia mdogo wake katika hali ya kuweza kumpa huduma ya kwanza kutokana na kung'atwa na ule nyoka. Mambo yalikuwa ni magumu sana kwa dada Meli, kwani alijitahidi sana kumpambania mdogo wake Peter aweze kunusuru maisha yake kutokana na kung'atwa na nyoka. Basi akambeba na kuanza kutembea naye mpaka nyumbani. Huku nako polini, kijana Kauzu leo alikuwa ameenda kutembelea shambani kwake kuangalia mazao yake. Basi mara baada ya kufika pale shambani, alipigwa na mshtuko mkubwa mara tu baada ya kukuta kwenye banda lake kuna moshi unawaka. Akajiuliza, hivi nani atakuwa amewasha huu moto katika hili banda langu? Ghafla akashangaa kuona na koti limetundikwa pale juu. Basi baada kuwa ameona ile koti limetundikwa pale juu, aliingiwa na wasiwasi mkubwa sana na hofu kubwa ikaanza kumtawala. Akajiuliza maswali mengi, hili koti nani atakuwa ameliweka? Pia nani ambaye amekuja kuwasha moto katika hiki kibanda changu pasipo mimi kuwepo? Basi kwa hofu na wasiwasi mkubwa ikabidi ingie ndani kwanza kuchungulia, ajue ni nani ambaye yupo katika hicho kibanda chake na nani ambaye ametundika hilo koti pasipo yeye kuwepo wala kujua. Basi alivyoingia ndani akakuta moto washwa na kuna dalili za uwepo wa binadamu katika yale maeneo. Basi aliingiwa na hofu kubwa sana, akatazama nje lakini hakuweza kumuona aliyewasha ule moto wala aliyetundika lile koti. Basi bwana Kauzu akaanza kujiuliza kwamba inawezekana aliyewasha ule moto itakuwa ni wezi ambao wamekuja kumwibia machungwa yake pale shambani. Dada Mary aliendelea kumkokota mdogo wake mpaka nyumbani kwa ajili ya kumpa matibabu na huduma ya kwanza kutokana na kugongwa na ule nyoka. Basi kwa huzuni, wasiwasi na mashaka makubwa, mara tu baada ya kufika nyumbani, alienda kutafuta mkeka
kisha akautandika vizuri kabisa chini. Halafu baada hapo akamfuata mdogo wake na kuanza kumnyanyua taratibu kabisa ili kumpeleka kwenye ule mkeka aweze kupumzika na kupunguza maumivu yanayotokana na ile sumu kali sana ya nyoka. Basi alimkokota taratibu kabisa, huku akiwa na wasiwasi na huzuni kubwa, kwa sababu mpaka muda huo walikuwa wao wamezaliwa wakiwa wawili tu na wazazi wao walikuwa washafariki dunia. Hivyo alikuwa amebaki yeye na mdogo wake peke yake. Basi kwa huzuni, hofu na mashaka makubwa akamlaza mdogo wake chini na kuanza kuangalia namna gani ya kuweza kumpa huduma ya kwanza ili kumpunguzia na hatari ya kifo. Basi ilikuwa ni huzuni kubwa sana. Kule msituni, kijana Kauzu naye aliendelea kupigwa na butwaa na wasiwasi mkubwa baada ya kuangalia na kugundua kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa anaonekana kuwepo katika yale mazingira, licha ya kwamba kulikuwa na moto na koti kuwepo katika maeneo hayo. Hofu na huzuni kubwa ilimtawala, lakini akaanza kuhisi kuwa inawezekana kabisa ni wezi ambao wamekuja kuiba machungwa na mazao yake ndio wamefanya hali iwe hivyo. Kule nako kwa majini, wale majini waliendelea kumshawishi sana yule binti Lozi ili aweze kukubaliana na mpango wao, mpango ambao ungewafanya kuwa huru na kuweza kupata ufunguo wa kuzimu kwa njia rahisi zaidi. Basi wakampanga vizuri kabisa kwamba anatakiwa kupeleka pesa pamoja na dawa watakaompatia. Binti Mary aliendelea kumhudumia mdogo wake katika hali ya taharuki na hofu kubwa, huku akiwa anajaribu kwa kila namna kuweza kuponyesha uhai wake asiweze kufariki kutokana na sumu kali sana ule nyoka. Basi alimletea dawa za hapa na pale za kienyeji ili aweze kunywa na kuweza kunusuru uhai wake. Basi hali ilikuwa ya kutisha sana na huzuni kubwa sana kwa dada mtu, kwa sababu hata pesa ya kumpeleka hospitali alikuwa hana. Hivyo alibaki kuhangaika huku akimwomba Mungu mdogo wake aweze kupona kutokana na dawa za kienyeji ambazo alizokuwa anampatia. Basi hali ikawa nzito sana. Kule wakati Kauzu akiendelea kulalamika juu ya wale wezi waliovamia kibanda chake, ghafla koti likadondoka pasipo yeye kujua. Lakini yeye aliendelea na safari yake kwenda kujificha ili kuwasubiri hao wezi. Huku kwa upande wa majini, yale majini yanaendelea kumshawishi Lozi ili aweze kubaliana nao. Ghafla ikatokea kipochi chenye hela ambacho alitakiwa kukabidhiwa Lozi kwenda kukiweka njia panda pamoja na dawa ambayo ataichukua kwa mganga. Basi akapewa maelekezo kwamba anatakiwa akatafute mganga kijana ambaye alikuwa anaishi katika mtaa wa pili kutoka pale ili aweze kumsaidia. Basi huku kwa yule dada aliendelea kumhudumia mdogo wake ili aweze kupona kutokana na sumu ya nyoka, lakini hali ilizidi kuwa mbaya sana. Basi dada yule alizidi kuchanganyikiwa zaidi baada ya kuona hali ya mdogo wake inazidi kuwa mbaya kutokana na sumu kali sana ya yule nyoka. Aliondoka pale nyumbani akawa amechanganyikiwa. Basi wale majini wakaendelea kumshawishi dada Lozi, wakamwambia kwamba anatakiwa kwenda katika mtaa wa pili kule mbele ambapo alikuwa anapatikana kijana mmoja ambaye alikuwa ni mganga wa kienyeji, ambao huyo angeweza kuipata ile dawa ya kuweza kuchanganya na zile fedha. Kule kwa upande wa kijana Kauzu aliendelea kujificha akiwa anawasubiri wale wezi kwa hamu kubwa sana, akiamini kuwa wale wezi lazima watarudi tu kuchukua koti lao na yeye awaonyeshe cha mtema kuni. Kwa hiyo aliwasubiri kwa hamu kubwa sana. Basi kule kwa yule dada Mary aliendelea kuchanganyikiwa kwa sababu ya hali mbaya ya mdogo wake. Alichanganyikiwa kwa sababu alikosa msaada. Alienda huku na huku akajiuliza afanyeje ili aweze kumsaidia mdogo wake aweze kupona. Akawaza sana kwa sababu hata hela kumpeleka hospitali alikuwa hana, na kutoka hapo mpaka hospitali palikuwa ni mbali sana. Basi yule dada akazidi kuchanganyikiwa maskini. Akasema mimi nitabaki na nani hapa kwenye hii dunia? Mimi nimezaliwa na mdogo wangu mmoja tu peke yake na ndo huyu kipenzi changu, na wazazi wetu wameshafariki. Mimi nitaishi vipi bila kuwa na mdogo wangu? Basi dada Mary akazidi kuchanganyikiwa zaidi, akaenda huku na huku akiwa amechanganyikiwa kabisa. Basi hali ilikuwa mbaya sana. Basi kule polini kijana Kauzu aliendelea kuwasubiri wale watu wasiojulikana ambao wamemvamia katika shamba lake, kwamba kama ataweza kuwaona basi watamtambua, maana alikuwa ameshika lungu kubwa sana, akiamini kwamba akijitokeza tu ataweza kupambana nao. Basi aliendelea kuwasubiri huku akiwa anaongea kwamba hawa watu leo watanikoma. Sijali watakuwa wangapi, lakini wataniambia kwa nini wamevamia katika shamba langu na kuingia kwenye kibanda changu na kuweza kuwasha moto na kuacha koti lao. Yaani wanajiamini kiasi gani? Basi endelea kuwasubiri kwa hamu kubwa sana huku ameshika lungu, lakini wapi. Muda ukasogea, mwisho wa siku akachoka sana kuwasubiri, ikabidi arudi. Ghafla akashangaa ile koti lilikuwa hapo chini limejinyanyua lenyewe na kupanda juu likajitundika. Akajaa na wasiwasi, akajiuliza, hivi hawa watu ni watu gani? Basi kule yule dada Lozi aliendelea na safari kwenda kumtafuta yule mganga aliyeambiwa. Akaenda mpaka kijiji cha pili kabisa, lakini hakuweza kumuona. Akaenda huku na huku akiulizia kwamba yule mganga atakuwa sehemu gani, lakini hakuweza kabisa kubahatika kumuona. Basi alizidi kuhangaika katika mtaa wa kwanza, mtaa wa pili, lakini hakuweza kumpata. Kule kijana Kauzu alipata mshtuko baada kuna koti limejirudisha juu likajitundika. Akajiuliza, hivi hili koti la aina gani? Na watu ni watu wa aina gani? Mbona siwaelewi? Mara koti lianguke, mara koti lijirudishe juu, na hawa watu watakuwa wapi?
au hawa watu ni wachawi? Basi kama ni wachawi atanikoma. Kule dada Rozi aliendelea kuangalia mtaa kwa mtaa akijaribu kutafuta nyumba ya yule mganga ambaye alielekezwa kwamba kaiba ile dawa, lakini hakuweza kumpata. Akaenda tena mtaa mwingine akajaribu kuulizia, lakini wapi, hakuweza kumpata yule mganga ambaye alielekezwa kwamba pale ndio atakapopata ile dawa ya kuchanganya na zile pesa. Ghafla akakutana na kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Voni. Akamuuliza, kwa mganga ni wapi? Kule polini kijana Kauzu naye aliendelea kuhangaika huku na huku, akajiuliza akasema, sasa watu kama wananichezea akili, sasa mimi ndio kiboko. Mimi naitwa Msopogazi, kijana shupavu kabisa ambao nitaweza kupambana nao. Basi kule kwa dada Rozi alivyokutana na yule kijana Voni, akajaribu kumuuliza kwamba jamani, mimi nilipo hapa kuna kijana mmoja namtafuta ambaye ana sifa za uganga katika huu mtaa. Vipi, naweza nikampata wapi? Basi kijana Voni akamwambia, katika huu mtaa kuna waganga wengi sana. Sasa wewe unahitaji mganga aina gani? Akaambia, bwana, mimi kuna mganga mmoja ambaye ni kijana hivi anaishi na mdogo wake wa kiume ambaye ndio anaishi kama waganga. Basi katika lile poli na ule msitu, basi yule kijana Kauzu akiwa katika hali ya kujiamini kabisa akasema, sasa hapa hawa mimi nitaweza kupambana nao kabisa. Ngoja sasa, sio najifanya wajanja, mimi na nguvu za kutosha na uwezo kupambana nao. Haijalishi watakuwa ni watu, watakuwa ni wajini, watakuwa ni wachawi, mimi nitapambana nao na hili koti sasa kuonyesha umwamba mimi nalivaa. Basi kule dada Rozi aliendelea kumuuliza yule kijana ili aweze kumuelekeza kwamba mahali ambapo yule mganga anapatikana. Basi yule kijana Voni akamwambia, wewe, katika mtaa waganga wako wengi. Ni kweli kabisa, katika ule mtaa kulikuwa na mganga mmoja ambaye alikuwa anaitwa Menti. Huyo mganga basi alikuwa anaishi na mdogo wake wakiwa katika shughuli zao za hapa na pale za kutengeneza uganga wao ili uweze kudumu zaidi. Basi akaja mdogo wake na kuanza kupiga naye story. Na ndiye alikuwa na ile dawa. Kule polini kijana Kauzu akaona sasa hapa hawa watu wasintanie. Hapa mimi naenda kulala humu kwenye hiki kibanda waniwasubiri. Rozi aliendelea kumuuliza Voni juu ya mahali ambapo yule mganga anapatikana. Basi kijana Voni akawa anamzungusha tule dada kwa sababu alikuwa anaonekana dada mrembo kabisa. Mwisho aliamua kumuelekeza mahali ambapo mganga anapatikana. Basi kule kwa mganga, yeye na mdogo wake waliendelea kupiga stori za hapa na pale wakiwa wanajadiliana namna gani kuweza kuongeza uganga wao ili wazidi kuheshimika zaidi pale kijijini. Basi Voni akaona ni vyema mwelekeze yule Rozi mahali ambapo mganga anapatikana. Akaambia, basi ni ule mtaa wa pili pale, ukinyosha moja kwa moja hii barabara ukapita ile miembe pale, utakutana na njia inakatiza kushoto. Lakini baada ya kuona maelekezo yamekuwa mengi, akaona bora ni vyema tu amsindikize huyo mrembo mpaka kwa mganga. Kule kwa mganga, yule mganga na mdogo wake waliendelea na mazungumzo hapa na pale wakijadiliana namna ya kufanya ili waweze kukuza uganga wao. Lakini yule mganga mkubwa akamwambia mdogo wake, nenda kachukue ndani, uchukue panga uweze kulishika na kulipeleka kwenda kuliosha dawa. Basi Voni na ule binti Rozi waliendelea na safari kuelekea kwa mganga, wakanatembea huko napiga stories hapa na pale kwa sababu ule binti alikuwa ni mrembo na pia Voni alikuwa ni mcheshi sana. Basi wakaendelea kupiga story kwa kitembea na kubadilishana mawazo hapa na pale. Akawa anamuuliza, hivi kwa mganga unafuata nini huko? Basi ule binti akajaribu kumficha, akamwambia, bwana, mimi na matatizo mengi sana ya kiafya, hivyo nahitaji kupata dawa ya kutoka kwa mganga wa kienyeji ili iweze kunitibisha kwa sababu mimi nimezoea sana kutumia dawa za kienyeji. Basi Voni akanatembea huko anapiga stories hapa na pale, anajieleza vizuri sana ili dada aweze kumuelewa kwa sababu kalika dada kalikuwa ni kalembo kweli kweli. Basi stories zilinoga kweli kweli. Basi kule kwa mganga, yule mganga mdogo wake wakaendelea kupiga stories hapa na pale wakiwa wanajadili nini cha kufanya. Basi yule mganga akamwambia mdogo wake, bwana, sisi hapa kijijini tunatakiwa tupate heshima kubwa sana, tunatakiwa tuheshimike mno, hivyo basi tunatakiwa tuongeze nguvu za uganga wetu. Basi Rozi huko njiani aliachana yule kijana Voni, akawa anatembea peke yake kuelekea kwa mganga. Basi alipokaribia akaanza kunyata taratibu kabisa kuweza kuvizia ili mganga kitoka tunaweza kuingia kwenye kibanda na kuweza kuiba ile dawa aliyoelekezwa na wale majini. Basi mganga na mdogo wake waliendelea kupiga story, baadaye mdogo wake amua kuondoka, akabaki mganga peke yake, akaenda kuchukua panga. Basi Rozi akiwa amejibanza pale kwa anasikia kila kitu na akawa anavizia ili wakiondoka wote basi aweze kuingia kwenye ile banda na kuweza kuiba dawa. Yule kijana akaingia ndani kushika panga, ghafla akapigwa na shoti sana. Kumbe ile panga ilikuwa na dawa kali ambayo mganga alikuwa ameiweka muda huo, lakini yule kijana ambaye ni mdogo wake alikuwa ameshika panga bila kujua kwamba hilo panga lilikuwa lina dawa. Na bahati mbaya sana na yule mganga alikuwa ameshasahau kwamba ile panga alikuwa ameshaliwekea dawa, ilikuwa imebaki kulichukua tu na kwenda kuliosha kisha mambo mengine yaweze kuendelea. Basi yule Rozi aliendelea kuwavizia wale waganga ili aweze kupata nafasi ya kutoka, yeye aweze kuingia ndani na kuiba ile dawa aliyoelekezwa. Basi yule mganga Menti akawa anamwelekeza mdogo wake, akamwambia, bwana, pole sana, ili panga nilikuwa nimeliwekea dawa lakini nisahau kukwambia kwamba lilikuwa na dawa, lakini bahati nzuri hujaweza kuumia, lakini pia hili panga ndio amali kubwa kabisa hiki kijiji kuzuia watu wabaya wasiweze kuingia na kuweza kuleta madhara ndani ya hiki kijiji. Kwa hiyo basi tunatakiwa kulilinda kwa nguvu zetu na maarifa makubwa kabisa.
Basi kijana Menti akawa anaweka dawa kwenye ile panga ili waweze kulinyanyua, waweze kuelekea msituni kwa ajili ya kutafuta dawa na kuweza kuweka ulinzi mkubwa kabisa katika kijiji ili majini na watu wabaya wasiweze kuzuru ndani ya hiki kijiji. Basi walivyomaliza kuweka dawa, Menti akaweza kulinyanyua ile panga bila shida yoyote na kuweza kumwambia mdogo wake kwamba unatakiwa makini sana na wewe unauliza vitu kabla hujafanya. Basi yule binti Rozi baada ya kuona wale waganga wameweza kutoka, aliweza kunyata taratibu kabisa na kuweza kujisogeza karibu kabisa na kile kibanda ili aweze kuiba ile dawa. Basi akatembea haraka haraka huku akiwa na tahadhari kubwa na kuweza kuingia ndani ya ile banda ambapo kulikuwa na ile dawa yenye mafuta. Akaingia haraka haraka sana baada ya kuona wale waganga wametoka, akachukua pesa ambayo alikuwa ameelekezwa, kisha akafunika ile chupa kwa kutumia zile pesa, halafu akaamua kuondoka haraka haraka pasi na mtu yote kuweza kumuona. Basi kule polini mganga Menti pamoja na mdogo wake waliweza kuhisi kitu ambacho sio cha kawaida kabisa. Binti Rozi baada ya kuwa amefanikiwa kabisa kuachukua yale mafuta ya ile dawa, alitoka mbio mbio na kukimbia kutoka nje ili asiweze kugundulika na kukamatwa na wale waganga. Basi akaondoka haraka. Kule wale waganga walienda kujadiliana kusema kwamba inawezekana kabisa kuna jambo ambalo sio la kawaida ambalo linaendelea kule nyumbani kwao. Tena ule mganga mkuu Menti akawa amepata hisia kali kwa sababu yeye alikuwa na uwezo mkubwa, akasema hapa kuna tatizo. Huku nyumbani kuna shida kubwa sana itakuwa imetokea. Basi kule polini kwa Kauzu baada ya kuwa amelala katika kibanda kisubiri wale wezi waweze kutokeza aweze kuwafundisha adabu, lakini mpaka kuna kucha hakuweza kuona dalili ya kuwepo kwa mtu wa aina yoyote, na alikuwa amelala pale kwa muda mrefu sana tangu jioni ya jana yake. Alijikuta akijitamba kwamba kumbe wanamuogopa, maana wasingekuwa namuogopa wasingeogopa kuja kuchukua koti lao. Basi akajiona ni kidume kweli, akasema hawa puuzi leo wangekuja wangenitambua, maana ningewanyosha barabara bila kujali kwamba ni wachawi niweza au majambazi. Basi kule polini wale waganga wakiongozwa na Menti aliweza kujadiliana na mdogo wake nini wafanye baada ya kuhisi kwamba kuna hali ya hatari ambayo sio ya kawaida katika kile kijiji. Akaamini moja kwa moja kwamba yale mafuta yatakuwa yameshachukuliwa, na kama amechukuliwa basi yatakuwa amechukuliwa na mtu mbaya kabisa, na akiingia katika mikono ya watu wabaya inaweza kuwa hatari kubwa katika kile kijiji. Kule Kauzu naye aliendelea kulalamika, kwa nini wale wezi wamwachie koti na wasirudi tena? Kama ni kumwogopa, kwa nini wamemwogopa sasa? Kama alikuwa anajiamini mpaka kuja kuwasha moto kwenye kibanda chake, kwa nini waogope kuja kurudi na kujitokeza ili wachukue koti lao? Akasema sawa, haina shida. Mwisho akachukua ile koti na kuanza kulivaa, akasema sasa kuonyesha kwamba kidume mimi nalivaa hili koti. Mganga Menti aliendelea kumwelekeza mdogo wake kwamba kijiji kiko katika hatari kubwa sana baada ya kuwa yale mafuta yamechukuliwa. Akamwambia kwamba sasa hivi wanatakiwa kupambana ili waweze kuyarudisha yale mafuta na kuweza kuiweka kijiji katika hali ya usalama. Akaamua kuchora chini na kuweka dawa ili kuweza kuangalia ni wapi ambapo huyo mwizi atakuwa ameyachukua mafuta na kukimbia na hiyo dawa. Basi Menti alivyoangalia kuna huku, kwa sababu ya uwezo wake aliokuwa nao mkubwa, akasema hapa hatari ni kubwa sana. Inavyoonekana huyu mwizi ameshachukua yale mafuta na ameenda mbali zaidi. Ni kweli yule mwizi alikuwa amechukua yale mafuta na kuweza kukimbia kabisa mpaka kule kwenye barabara ya 7 ambapo alichukua pesa na ile dawa yenye mafuta akaamua kuweka barabarani ili mtu yote ambaye ni mwenye jinsia ya kike atakapokuwa amepita na akachukua ile dawa na zile pesa, basi nguvu zote za kijiji zitakuwa zimekwisha na wale majini yatakuwa na nguvu za ajabu sana na uwezo mkubwa wa kufanya lolote ambalo watataka kulifanya katika kile kijiji, ikiwa pamoja na kufanya maangamizi makubwa katika kile kijiji. Hivyo Menti alichukua dawa akamfunga mdogo wake na kumpa maelekezo kwamba hapo anatakiwa kwenda mpaka barabara ya 7 na 8 kwenda kumtafuta yule mwizi ambaye amechukua hayo mafuta na ile dawa kwa ajili ya ulinzi wa kijiji. Akasema na yeye ngoja pambane kwa nguvu zake zote waweze kuyarudisha yale mafuta pamoja na ile dawa ya kile kijiji, sababu ni hali ya hatari sana kama yataingia katika mikono ya watu wabaya na majini hatari ambao wanaweza kusababisha maangamizi makubwa kwenye kile kijiji. Basi kule Kauzu naye baada ya kuwa amelivaa lile koti alishangaa sana na kushtuka baada ya kugundua kumbe lile koti lilikuwa ni yule adui yake DK ambaye alikuwa analivaa mara kwa mara katika kile kijiji kile kipindi kabla ambapo hawajaweza kumfanyia maangamizi na kudhani kwamba wameshamuua. Hivyo basi Kauzu alibaki na hofu kubwa sana na wasiwasi baada ya kugundua kumbe ile koti la DK. Aliliangalia, akalichunguza na kuamini kabisa moja kwa moja ni la kwake. Sasa basi kwa nini limekuja katika eneo hilo kwa wakati huo? Basi kule upande wa Rozi aliendelea kusubiri huku mganga Menti na mdogo wake wakiendelea kutafakari na kujadili namna kwenda kumtafuta na kumkamata huyo mwizi kabla hajaenda kuleta madhara na kusababisha maangamizi katika kile kijiji. Basi Menti akampa maelekezo mdogo wake kwamba sasa anatakiwa kwenda kupambana ili amtafute huyo mwizi, akisha amempata na mafuta aweze kurudi mikononi mwao kabla hajaleta shida kubwa. Basi mdogo wake Menti pamoja na Menti wakaagana na kuachana, huku Menti akitafuta dawa na mdogo wake akaenda kumtafuta huyo mwizi ambaye ni Rozi. Safari kaendelea kwenda kumtafuta katika barabara ya 7
akaenda kwa haraka sana ule mdogo wake, huko akiwa na wasiwasi mkubwa sana wa kuweza kumpata huyo mwizi aliyeiba mafuta, ambayo ni ulinzi mkubwa sana katika kile kijiji. Alitembea kwa mwendo wa haraka sana, kwa hofu na mashaka makubwa, mpaka akaingia kijiji baada ya kijiji, akaenda mtaa kwa mtaa, huku akifuata maelekezo ya ile dawa ambayo alifungwa mkononi na kaka yake. Basi alizidi kutembea mtaa kwa mtaa, barabara kwa barabara, hatimaye alifika mbali zaidi, lakini hakufanikiwa kumuona huyo mwizi. Kule nako Rozi aliendelea kusubiri mwanamke aweze kupita na kuigusa ile dawa, lakini hakuna mwanamke aliweza kupita. Basi yule msaidizi wa mganga, mdogo wake mganga, alizidi kutembea huko akiangalia ile dawa imwelekeze mahali anaweza kumpata ule mwizi, lakini haikuwezekana. Basi Rozi baada ya kusubiri kwa muda mrefu aweze kupita mwanamke wa kuweza kuiokota ile dawa na kuigusa, lakini haikuwezekana. Watu walikuwa wanapita bila kuiona hiyo dawa na wala bila kuziona hizo. Nelipa mdogo wake mganga aliendelea kutembea kwa kasi sana, akiendelea kufuata ile njia kuelekea katika barabara ya 7 au ya 8 kwenda kumtafuta huyo mwizi ambaye ameiba hayo mafuta. Alitembea kwa spidi kali sana. Ghafla akahisi tena ile dawa kama kwenye mkono imemkaza. Kweli kulikuwa na hatari kubwa, kwani dada Mary katika tembea yake huko akiwa amechanganyikiwa baada ya kuwa mdogo wake amegongwa na nyoka, alifanikiwa kupita katika ile njia ambayo kulikuwa na fedha ambazo zimewekwa barabarani. Ghafla aliziona zile fedha pamoja na dawa ikiwa imewekwa pale. Basi dada Mary kutokana na shida alizokuwa nazo na kuchanganyikiwa kutokana na hali ya mdogo wake, aliona hiyo ni bahati kubwa sana. Baada ya kuona mafedha yamerundikwa katika ile barabara, akaona Mungu ameniona. Nelipa mdogo wake mganga baada ya kupata ile ishara kutoka kwenye dawa aliyofungua kwenye mkono kwamba kuna hatari kubwa sana, alichanganyikiwa na kuanza kuangalia huku na huku, akiamini kwamba kwa vyote vile yule mwizi hayuko mbali na mazingira hayo. Kwa hiyo aliangaza huku na huku na kutembea huku na huku akiendelea kuangalia. Basi dada Mary aliokota zile fedha na kuchukua kile kipochi kabisa chenye fedha, akaangalia huku na huku kwamba hakuna mtu ambaye atakuwa anamuona. Alifungua ile pochi na kuchukua zile fedha. Nelipa baada kuwa anaangalia huku na huku akiwa na wasiwasi na hofu kubwa sana kwamba tatizo lishakuwa kubwa sana. Basi alikuwa anaangalia huku na huku nako dada Mary aliendelea kuangalia kwenye kile pochi. Mwisho akagundua kabisa ndani ya pochi kulikuwa na dawa iliyokuwa imewekwa ndani ya chupa. Basi alichukua kile kichupa cha dawa akakiangalia, akaona hiki hakina faida yote na mimi, ilimradi nishachukua pesa, ngoja niweke lipochi chini pamoja na hii dawa nitupe, kisha niondoke zangu baada ya kuwa hakuna mtu yote aliyeniona. Basi dada Mary akatupa ile pochi na ile dawa, kisha akaondoka zake na kutokomea kusikojulikana pasipo mtu yote kuweza kumuona. Ghafla ile chupa ya dawa ilisimama ikanyanyuka, hali iliyopelekea kitu cha kutisha katika eneo hilo. Mara moto mkubwa ukatokea katika ile chupa na kwenda mpaka juu kabisa mawinguni, huku giza nene na radi za kutisha vikiwa vimeitanda na kutawala katika ile eneo. Ghafla sana hali ikawa inatisha mno, radi za kutisha zikawa zinapiga moto likatanda maeneo yale. Basi kule polini kijana Kauzu aliendelea kushangaa sana lile koti. Akasema huyu DK anataka kunichanganya akili au anataka na mimi kuniua kama walivyouawa wale marafiki zangu. Kule polini yale majini baada ya kuwa ameharibu nguvu za kile kijiji yalifurahi sana, yakaanza kujadiliana sana na kupata ufunguo, yakaondoka na kutokomea kwenda kuanza harakati zao za kutafuta ufunguo. Basi hali ilianza kutisha sana pale kijijini, mambo yakawa ya mpira. Basi kijana Kauzu baada ya kuona hali ile akasema sasa haya mazingira tena hayanifai, inawezekana huyu DK ananiwinda ili aweze kuniua. Kwa hiyo hapa cha msingi hapa ni kuondoka na kurudi nyumbani ili nikajipange kujua namna gani ya kuweza kupambana naye. Haiwezekani aje kunitegea koti katika eneo langu na kuja kuwasha moto kwenye kibanda changu huku akiwa ananivizia bila mimi kumuona. Huyu inawezekana kabisa ananiwinda mahali popote, anaweza kanikamata akaweza kunifanyia mauaji. Basi kijana Kauzu akaondoka huku akiwa na hofu kubwa na wasiwasi mwingi. Basi tukirudi kule nyumbani, bwana Kauzu baada ya kufika nyumbani sasa alianza kuangalia huku na huku akiwa na wasiwasi mkubwa sana. Akakuta mawe kwenye nyumba yake yamevurugika, ikabidi aanze kupanga mawe vizuri na matofali. Akawa anajiuliza, huyu alikuja tena kuvuga mawe yangu au DK amenifuata mpaka nyumbani nini? Hebu ngoja nipange kidogo mawe yangu. Lakini alikuwa anapanga mawe hayo akiwa na wasiwasi mkubwa, huku hofu ikiwa imemtawala na umakini ukiwa wa hali ya juu sana, akiamini muda wote DK anaweza akaja na kumfanyia fujo. Kweli bwana, DK akafika pale akiwa na uso wa mbuzi, akiwa na hasira kali, akisema leo sasa huyu nikimkamata atajuta kuzaliwa. Ghafla bwana Kauzu katika harakati zake akafanikiwa kumuona DK akiwa na muwinda, akaanza kukimbia na akamkimbiza, wakaanza kukimbizana mpaka wakakimbia mpaka polini. Bwana Kauzu akatoka mbio kabisa, huko DK anamfuata kwa kasi kubwa sana, huko akisema leo ni leo, lazima leo nikutoe roho yako. Mbio zikawapeka mpaka akafika kabisa katikati ya msitu. Walivyoingia kwenye huo msitu ikawa kazi ya kwanza kutafutana. Bwana DK akawa anamtafuta Kauzu
alikokimbilia ndani ya huo msitu bila kumuona. Bwana Kauzu naye akaanza kukimbia mbio ndani ya msitu ili aweze kujificha na kunusuru roho yake, lakini bado ikawa hali ni tete sana. Basi Dike akanamfuatilia kwa kasi kubwa, huku akisema kwamba leo lazima nimtie mkononi. Kauzu wakati anakimbia, ghafla mbele yake alikutana na vitu vya ajabu sana. Akakuta eneo limetengenezwa vizuri likiwa na vitambaa vyekundu na vyeupe, kuonyesha kwamba pale kama sio wachawi basi kulikuwa na waganga wa kienyeji katika huo msitu. Basi Kauzu aliogopa sana. Baada ya kuona ile hali, akaanza kurudi nyuma kwa kuogopa. Alivyoanza kurudi nyuma, akatembea taratibu, ghafla akapigwa na mionzi mikali sana kutoka katika ile eneo ambalo limetengenezwa vitambaa vyekundu na vyeupe. Akaanza kumuumiza na kumpeka huku na huku. Maumivu makali sana alimpata mwilini, akaanza kutetemeka, mwili ukaishiwa nguvu, akaanza kuchoka, akawa hoi kweli kweli. Akatembea akiwa hajielewi, nguvu zote zimemwishia. Akawa anatembea taratibu kabisa, anataka kuanguka, anataka kwenda huku na huko na yumba. Mwisho wa siku akaishiwa nguvu kabisa, anaweza kuweza kutembea. Akasikia maumivu makali sana katika mwili wake kiasi kwamba akawa hoi bin taban. Alitembea katika kujikokota huko akitaka kukimbia, lakini uwezo wa kukimbia akawa hana, mwili wote ukalegea. Mwisho akajikuta ameanguka chini kabisa na kupata kizunguzungu kikali, akaanguka chini na kupoteza fahamu. Giza nene likatanda katika huo msitu. Maskini Kauzu hakuweza tena kujua kilichokuwa kinaendelea, na wala haikufahamika mara moja alikuwa bado ni mzima au amepoteza maisha. Basi hali ile ilikuwa inatisha sana. Kijana DK aliendelea kumtafuta Kauzu akiwa katika hali ya hasira na akiwa amepania kabisa kwamba kimkamata lazima atamtoa roho. Basi alimtafuta kila mahali, lakini wakati wa Kauzu alikuwa bado amelala akiwa hajitambui. Basi kijana DK akaendelea kumtafuta, akamsaka huku na huku akiwa na nyata kabisa kumtafuta kichaka kwa kichaka, msitu kwa msitu, lakini hakuweza kumuona kijana Kauzu. Basi hakukata tamaa, akaendelea kumtafuta ndani ya huo msitu akiamini kabisa atakuwa amejificha kwenye huo msitu. Basi DK aliendelea kumtafuta huku na huku akiamini kwamba lazima leo amtie mkononi. Haiwezekani kwa mambo yote alikuwa amemfanyia amwache akiwa mzima. Basi baada ya muda kupita, bado DK aliendelea kumtafuta ndani ya msitu, lakini hakuweza kubahatika kumuona. Basi huo msitu ulikuwa unatisha kweli. Katika upande wa pili wa huo msitu kulikuwa na kitongoji kimoja ambacho kilikuwa kinakaliwa na wakazi wachache. Wakazi hao walikuwa wanajishughulisha na shughuli za kilimo pamoja na ufugaji pembeni kabisa mwa huo msitu. Kijana Kauzu baada ya kuwa amezimia kwa muda mrefu ndani ya ule msitu, alijikuta akiwa amelala nje ya nyumba moja, huku akionekana kijana mmoja akiwa katika harakati za kumtibu ili aweze kurejewa na fahamu zake. Basi yule kijana aliendelea kumtibu ili aweze kurudisha fahamu zake na kurejea katika hali ya kawaida. Ghafla yule kijana baada ya kumpekua kwenye mkono wake alishtuka sana baada ya kuona alama ya kutisha sana kwenye kiganja cha mkono wa bwana Kauzu. Basi yule kijana aliondoka ghafla na kuingia ndani huku akiwa amebeba zile dawa. Wakati huo kijana Kauzu mara fahamu zikaanza kumrejea taratibu, akaanza kujitingisha, akitingisha kiungo kimoja baada ya kingine, hatimaye akaweza kuamka na fahamu zikamrejea kabisa. Basi kijana Kauzu aliamua kukaa chini na kuanza kushangaa ile mazingira. Mbona mazingira haya ni mageni na hajawahi kufika hata siku moja? Basi yule kijana aliyemokota ambaye alikuwa anaitwa Pengo alifika naye ghafla na kumkuta akiwa amerejewa na fahamu zake. Kule nako upande wa majini, lile jini kubwa kabisa, jini Shalman, baada ya kuwa amepata nguvu, yalianza kuangaza, kisha yakaiona njia kubwa kabisa inayoelekea kule ambapo kulikuwa na ufunguo wa kuzimu. Yeye na mwenzake jini Mahatul wakaanza safari kuelekea kule ambapo ufunguo wa kuzimu ilikuwa inaonekana kwamba imehifadhiwa. Basi wakaanza safari kuelekea kule msituni na kutembea. Basi yule kijana Pengo aliyekuwa amekokota kijana Kauzu alianza kumhudumia taratibu kabisa na kumtuliza kijana Kauzu, kisha akakaa chini na kuanza kumweleza. Kijana Kauzu akaanza kuuliza, hapa niko sehemu gani? Mbona ni mazingira mageni na sipaelewi, na wewe ni nani? Basi yule kijana Pengo akaanza kumsimulia kwamba wewe nilikokota msituni ukiwa umezimia, na katika kuzimia ulionekana kabisa ulikuwa umepatwa na jambo la kutisha sana. Basi mimi nikakokota na kuleta hapa katika mazingira haya ukiwa hujitambui. Mimi nimekusaidia sana na sidhani kama ungeweza kupona katika ule msitu. Hata hivyo na mimi mwenyewe nashangaa kukuona ukiwa katika hali ya uzima kabisa, maana hali ilikuwa inatisha sana. Kule polini jini Mhatuli pamoja na jini Shalman waliendelea kutazama njia ya kuweza kuwapeleka ulipo ufunguo wa kuzimu. Baada ya kuiona ile njia, basi walianza safari kuelekea pale ufunguo wa kuzimu ulipokuwa unaonekana umehifadhiwa. Basi walitembea wakiwa wanajiamini kabisa, wakiamini ataukuta ule ufunguo. Basi ile sehemu ambapo ilipoonekana ufunguo wa kuzimu ulikuwa umehifadhiwa ilikuwa bado inaonekana imepambwa vizuri kabisa kwa vitambaa vyekundu na vyeupe, pale ambapo mahali alipokuwa ameangukia bwana Kauzu. Basi jini Mahatul na jini Shalman walifurahi sana baada ya kufika eneo. Basi kule upande wa Kauzu aliendelea kuuliza, hivi ilikuwaje mpaka nikaweza kuanguka katika ule msitu?
Basi yule kijana pengo aliyomwokoa akamwambia kwamba mimi siwezi nikajua nini kilichokuta, lakini mimi nikuta ukiwa umezimia. Basi Kauzu akawa anamsimulia kwamba anachokikumbuka ni kwamba alikuwa anakimbizwa na kijana DK ambaye anataka kumuua, lakini akajikuta ameangukia katika ule msitu na kupoteza fahamu kabisa. Kule kwa upande wa majini, Jini Mahatul na Jini Shalman walifurahi sana kufika katika eneo lile ambapo ulikuwa unaonekana ufunguo wa kuzimu. Walifurahi wakasema sasa Malkia anaweza akatupandisha cheo baada ya kuwa tumempelekea huu ufunguo. Basi wakaanza kushauriana na kujadiliana namna gani ya kuweza kusogea sasa na kuchukua ule funguo. Kwa furaha na bashasha kubwa wakaona sasa watapandishwa cheo. Walianza kufurahia na kuchekelea sana na kusema sasa tumeupata baada ya kuwa tumehangaika kwa muda mrefu sana. Sasa ni wakati wa kuuchukua ili tuweze tukapandishwa cheo na Malkia kule ujijini kwetu. Basi Pengo akawa anamwambia Kauzu kwamba kwa kweli kupona kwake imekuwa ni bahati sana. Kisha akamsimulia kwamba katika mkono wake kuna alama moja ya ajabu sana. Hiyo alama ni alama ambayo inaonyesha kabisa huo ni ufunguo wa kuzimu. Na akajiuliza hiyo alama atakuwa ameipata wapi bwana Kauzu? Basi Kauzu mwenyewe alishtuka sana baada ya kusikia kwamba katika mkono wake kuna alama ambayo ina ufunguo wa kuzimu. Basi akaanza kuogopa na kujiuliza imekwaje? Basi kule kwa upande wa majini, yale majini yaliendelea kufurahia jinsi ya kuweza kupata ufunguo. Basi akasema hapa tayari ufunguo tumeshaupata, cha msingi ni kwenda kuchukua. Ghafla wakati anataka kuchukua katokea hatari kubwa sana. Basi Kauzu alishtuka sana baada ya kusikia kwamba mkono wake una alama ya kuzimu. Akajiuliza hivi hiyo alama imefikafikaje pale katika mkono wake? Na yeye ni nani mpaka awekea alama ya kuzimu katika ile ufunguo? Basi Pengo kwa sababu ni mganga akaweza kumwambia kwamba inawezekana kabisa mzimu imemchagua yeye kuweza kuutunza huo ufunguo. Basi ngoja yeye akachukue dawa ili akaweze kumsaidia. Basi kwa upande wale majini walipotaka kuchukua ile alama ya ufunguo, ghafla ulitokea uzio mkubwa sana wa kijini na kuwazuia. Basi Kauzu aliendelea kujiuliza maswali mengi sana. Kisha ule mganga Pengo amevaa nguo za kiuganga kwa ajili ya kwenda kumsaidia bwana Kauzu ili aweze kujua kabisa namna gani ya kuweza kutumia huo ufunguo wa kuzimu na kuweza kupata nguvu za ajabu za kupambana na wale majini ambayo yamekuja kutafuta huo ufunguo wa kuzimu. Basi yale majini yalianza kupiga kelele kwa mshtuko mkubwa na hofu kubwa baada ya kugundua kwamba ile eneo kumbe lilikuwa na ulinzi mkali sana ambao wao hawakugundua mapema. Basi kulikuwa na sauti za ajabu sana za kutisha zikaanza kuambia kwamba sasa hapo hayo majini hawezi kutoka tena, labda mmoja wapo aweze kutolewa kafara na afe ili mmoja aweze kutoka. Basi yale majini yaliogopa sana. Basi kule upande wa Pengo na ule kijana Kauzu walielekea katika mti mkubwa sana kwa ajili ya kufanya maombi na matambiko ili kijana Kauzu aweze kupata nguvu nyingine za kumsaidia kuweza kugundua nguvu alionayo juu ya ule ufunguo wa kuzimu ili aweze kwenda kupambana na wale majini hatari sana ambao walikuwa wanataka kusumbua kile kijiji na kuchukua huo ufunguo wa kuzimu. Basi yale majini yalianza kuogopa sana na kushtuka baada ya kusikia kwamba mmoja wapo anatakiwa kufa ili mmoja apone. Jini Mahatul Shankar yeye akasema basi yuko tayari kujitoa sadaka ili afe, huku mwenzake akikataa. Basi pale ikatokea radi kubwa sana na tetemeko la kutisha na hali ya kutisha zaidi, kisha ikamlamba Jini Mahatul na kuanguka chini na kupoteza maisha pale, kitendo ambacho kimfanya Jini Shalman yashtuke sana na kuanza kulia na kupiga kelele baada ya kuona mwenzao tayari amepoteza maisha na kwenda kuliwa na mizimu. Basi alipiga kelele sana, akapiga ukunga kwa sauti kubwa sana na uchungu mwingi, akaanza kulia na kupiga kelele katika ule msitu mzima kiasi kwamba hali ya eneo lile ikawa inatisha zaidi. Akalia sana na kusema haiwezekani mwenzangu aweze kutolewa kafara na kuuawa katika ile eneo. Wote tuko pamoja tunapambania kupata ufunguo wa kuzimu. Haiwezekani mwenzetu aweze kuuawa. Akawa na hasira na uchungu mkubwa sana. Yaani hasira alikuwa nayo ilikuwa haimithiliki. Akapiga kelele na kuzunguka huku na huku, mwisho akapotea piu. Baada ya kufika kwenye ule mti mkubwa, basi mganga Pengo pamoja na Kauzu walianza kufanya maandalizi ya kufanya tambiko kubwa kabisa. Mganga Pengo akamchukua Kauzu na kuanza kumwekea dawa na kumfanyia tambiko kubwa kabisa. Akamkabidhi kibuyu kimoja kikubwa sana kwenye mkono wake na kingine akaanza kumfanyia tambiko na kumzungusha. Kule msituni, ghafla Jini Shalman akatua katika maeneo ambapo alipokuwa bwana DK. Na DK bila kuwa na hili wala lile, ghafla akashtuka nyuma yake kuna mtu ametokea na kumshika. Basi kule upande wa Kauzu, bwana Pengo aliendelea kumfanyia matambiko ya hali ya juu sana ili kumpa nguvu kubwa zitakazomwezesha kupambana na wale majini hatari sana ambao wamekuwa wamevamia hapo kijijini. Basi alifanya tambiko kubwa sana ambalo lilionyesha mafanikio makubwa. Basi kule msituni, DK bila kujua kwamba anazungumza na jini hatari sana, alianza kulikoromea na kulitukana kumwambia, "Wewe nani unanigusa bila kunitaarifu? Na umetokea wapi?"
Basi ile jini bila kupoteza muda lilianza kumfanyia mambo ya kutisha sana bwana DK, likamkaba na kuanza kumnyonga ili kumwangamiza kabisa. Maskini DK akauawa pale pale, na huo ukawa ndio mwisho wake. Kule nako Mganga Pengo pamoja na Kauzu waliendelea kufanya tambiko kubwa sana kwa ajili ya kupata nguvu za kumfanya Kauzu awe na nguvu kubwa sana za kuweza kupambana na wale majini hatari. Basi Mganga Pengo akaweka dawa zake chini na juu huko akiomba mizimu. Basi jini Shalman baada ya kumwangamiza alipiga kelele kwa hasira kali sana, akaendelea kupiga kelele kwa kali sana, kisha kaondoka kwa hasira na kwenda kutafuta ufunguo mahali ambapo ulipokuwa. Basi bwana Pengo pamoja na Kauzu waliendelea kufanya matambiko makubwa sana. Basi ikatokea hali ya ajabu ikamwingia bwana Kauzu. Pale ndio ikaonekana kweli zile nguvu za ajabu zimeweza kumwingia na atakuwa na uwezo mkubwa sana kupambana na wale majini hatari. Basi baada ya kumaliza tambiko, bwana Kauzu akawa katika kutembea ndani ya ule msitu. Basi alivyokuwa akitembea alifika mahali akahisi kwamba kuna kitu kinamnyemelea katika hali ambayo haikuwa ya kawaida. Basi bwana Kauzu akaona hapa kuna shida kubwa sana. Kwa sababu alikuwa na nguvu za ajabu, ikabidi aite ndege wake wa ajabu kabisa, ndege wa kutisha, aje kama usafiri wake aweze kutoka katika ile eneo. Ghafla akatokea jini Shalman akiwa na hasira kali sana kwa ajili ya kuja kupambana na Kauzu ili aweze kumnyang'anya ile funguo ya kuzimu. Basi Kauzu akiwa amepanda juu ya ule ndege wake wa ajabu alianza kupaa juu angani na kwenda kupambana kabisa na jini Shalman. Wakati huo jini Shalman alikuwa akiunguruma Kauzu wanavyokuja, huku akiwa amejiandaa kabisa kwa ajili ya kupambana naye na kuhakikisha anachukua ufunguo wa ule kuzimu na kurudisha katika himaya ya majini. Basi Kauzu alitoa na ule ndege wake, kisha ule ndege akaondoka na Kauzu akasimama pale akiwa nimejiamini kabisa kwa ajili ya kupambana na jini Shalman. Mpambano mkali kabisa ukaanza, huku kila mmoja akimtupia mwenzake makombora ya kutisha sana. Ala ghafla kombora moja nikampata Kauzu, Kauzu kaanguka chini kama furushi la mahindi. Basi Kauzu akiwa pale chini akaona hapa sasa nikizubaa na kufa hapa. Jini Shalman akawa anapiga kelele kwa furaha kubwa sana huku akishangilia. Ghafla Kauzu akamka na nguvu za ajabu sana na kumvaa jini Shalman. Jini Shalman na akatoka na nguvu za hatari sana. Wakaanza tena kupambana upya kabisa, mpambano mkali. Jini Shalman akampiga kibao cha nguvu Kauzu kilichompeleka mpaka chini. Hali ilianza kuwa tete sana kwa bwana Kauzu kiasi kwamba alionekana kabisa ameanza kulegea na kupoteza nguvu. Basi jini Shalman akawa na mkaba na kumwangusha chini huku akimpiga mapigo makali sana. Basi Kauzu akaanza kuogopa na kupoteza nguvu kabisa. Jini Shalman akawa anashangilia ushindi kabisa akiamini kwamba Kauzu. Basi pale Kauzu akaanza kuomba mizimu yake muongezee nguvu za kuweza kupambana na jini Shalman, jini ambalo lilikuwa linaonekana na nguvu za kutisha sana kumzidi yeye. Ghafla mizimu ikajibu maombi, ikatuma radi za kutisha sana na mingurumo ya hapa na pale, kisha ikamwangamiza kabisa moja kwa moja jini Shalman. Basi baada ya jini Shalman kuwa ameangamia kabisa, basi Kauzu aliamka akaanza kujifuta vumbi lake, kisha akaangalia huku na huku na kugundua kabisa kwamba jini Shalman ameshateketezwa na mizimu yao. Basi Kauzu alifurahi sana, akajisafisha pale alipokuwa, akajua tayari kijiji kimekombolewa. Sasa ukombozi umepatikana katika kijiji baada ya kuwa jini Shalman ameteketezwa na kuangamizwa na mizimu kabisa. Na ilikuwa kidogo tu aweze kupoteza maisha baada ya kuwa amezidiwa nguvu na ile jini Shalman. Basi Kauzu akaondoka kwa furaha kubwa sana, huku akishukuru mizimu yake kwa kuweza kumsaidia kuweza kupambana na jini Shalman. Basi kuanzia hapo kijiji kikawa kiko salama kabisa na watu wakaendelea kuishi kwa amani na furaha kubwa.